Licha ya makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyopatanishwa na Marekani kuingia awamu ya pili mwezi uliopita, vurugu zinaendelea kushuhudiwa katika ukanda wa Gaza, huku Israel na Hamas zikiendelea kulaumiana kwa kukiuka makubaliano hayo. Jeshi la Israel limesema kuwa wapiganaji wanne waliokuwa na silaha walitoka kwenye handaki la chini ya ardhi na kufyatua risasi kuelekea wanajeshi wake katika eneo la Rafah, kusini mwa Gaza. Kwa mujibu wa jeshi hilo, wanajeshi waliwatambua na kuwaua wapiganaji hao. Jeshi la Israel lilisema hakuna mwanajeshi wake aliyejeruhiwa na kulielezea tukio hilo kama ukiukwaji wa wazi wa makubaliano ya kusitisha mapigano. Aidha, limesema operesheni zinaendelea katika eneo hilo ili kuwasaka na kuangamiza wapiganaji wote walioko kwenye mtandao wa mahandaki ya chini ya ardhi. Hamas ilitangaza mwishoni mwa Novemba kuwa makumi ya wapiganaji wake walikuwa wamejificha kwenye mahandaki kusini mwa Gaza, chini ya maeneo yanayodhibitiwa na jeshi la Israel. Hili lilizua mvutano mwanzoni mwa makubaliano ya kusitisha mapigano, ambapo Israel ilidai wapiganaji hao ni tishio la kiusalama, huku Hamas ikitaka waruhusiwe kupita kwa usalama. Tangu wakati huo, jeshi la Israel linasema wapiganaji wengi wa Hamas wameuawa katika mapigano yaliyotokea wakati wa operesheni za kulenga mahandaki karibu na Rafah. Mji wa Rafah uko katika eneo linalodhibitiwa na jeshi la Israel baada ya kujiondoa nyuma ya kile kinachoitwa mstari wa njano kama ilivyoainishwa katika makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyoanza kutekelezwa Oktoba 10. Hadi sasa, Israel inadhibiti zaidi ya nusu ya ukanda wa Gaza, huku maeneo mengine yakibaki chini ya mamlaka ya Hamas. Katika wiki za karibuni, jeshi la Israel limefanya mashambulizi kadhaa ya anga dhidi ya Gaza, likisema ni majibu ya ukiukwaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano. Jumatano iliyopita, maafisa wa afya wa Gaza walisema mashambulizi ya anga yaliua watu 24, wakati jeshi la Israel likidai kuwa yalikuwa ni majibu ya mmoja wa maafisa wake kujeruhiwa kwa risasi. Wizara ya afya ya Gaza, inayoendeshwa chini ya Hamas, inasema watu wasiopungua 581 wameuawa na majeshi ya Israel tangu makubaliano ya kusitisha mapigano yaanze. Kwa upande wake, jeshi la Israel linasema wanajeshi wake wanne wameuawa katika kipindi hicho. Mashambulizi hayo yalitokea siku chache baada ya Israel kufungua kwa kiwango kidogo kivuko cha Rafah kuelekea Misri Februari 2. Kivuko hicho ni njia pekee ya Gaza kuwasiliana na dunia ya nje bila kupitia Israel. Israel iliteka kivuko hicho Mei 2024 na kilikuwa kimefungwa kwa muda mrefu. Takriban Wapalestina 180 wameondoka Gaza tangu kivuko hicho kufunguliwa kwa kiwango kidogo. Hata hivyo, kivuko hicho kinaruhusu usafiri wa watu pekee, sio misaada ya kibinadamu, na upitishaji umezuiliwa kwa wagonjwa na ndugu zao wanaoambatana nao. Awamu ya pili ya makubaliano ya kusitisha mapigano inapendekeza kuondolewa kwa silaha Gaza, ikiwemo silaha za Hamas, pamoja na kujiondoa taratibu kwa majeshi ya Israel. Hata hivyo, Hamas imesisitiza kuwa swala la kuondoa silaha ni mstari mwekundu, ingawa imeashiria kuwa inaweza kuzingatia kukabidhi silaha kwa mamlaka ya baadaye ya utawala wa Kipalestina. Maafisa wa Israel wanadai Hamas bado ina wapiganaji wapatao 20,000 na silaha zipatazo 60,000 aina ya Kalashnikov ndani ya Gaza. Wakati huo, kamati ya wataalamu wa Kipalestina imeundwa kusimamia shughuli za kila siku Gaza, lakini bado haijulikani itashughulikiaje swala la kuondoa silaha.